Ripoti za TRC Mzundu TV zinatokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere iliyoko kata ya Mkata, na lengo kubwa hasa ili tufanya tuweze kusafiri umbali mrefu tufike hapa ni kuja kwa ajili ya mafunzo, na mafunzo haya yalikuwa yanahusiana na swala zima la kuendelea kuongezea umahiri walimu wa somo la hisabati kwa halmashauri ya wilaya ya Handeni. Kwa kuanzia ni kwamba tulikuwa na walimu kutoka kata 21 zinazounda halmashauri ya wilaya ya Handeni, na wote walikuwepo hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere kwa muda wa siku 4. Na leo ni siku ya mwisho, siku ya kuhitimisha mafunzo haya ambayo wamechukua takriban siku 4, ambao tulikuwa na wawezeshaji ambao wamepitisha kwenye mambo tofauti, njia, lakini namna ya kutengeneza zana, ni mbinu gani bora za kutumia katika somo hili la hisabati, ili hali kuhakikisha kwamba mazingira ambayo au ile imani iliyojengeka kwenye jamii pamoja na wanafunzi kwamba somo la hisabati ni gumu basi kwenda kuliondoa. Na mafunzo haya yamedhaminiwa na mradi mkubwa, mradi wa shule bora, ambao umewezesha mafunzo haya ambao yamefanyika kwa muda wa siku 4. Ambatana nami sambamba twende tukawasikilize wawezeshaji wanaongea nini au wanaendelea nini katika kuhakikisha kwamba wanamalizia mafunzo yao. Katika kuhitimisha mafunzo haya yaliyochukua siku 4 kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere, nimezungumza na baadhi ya washiriki na wao walikuwa na haya kusema. Kwa majina naitwa Mwalimu Abedi Kawaga, mkuu wa shule ya msingi Komnyese. Nimekuja hapa kama mwalimu mahiri wa somo la hisabati. Ukweli wakati tumekuja tulikuwa tunaona kwamba tuna uwezo mkubwa sana wa kihisabati, lakini baada ya mafunzo haya maana yake kuna vitu vingi ambavyo tumevipata. Tunashukuru sana wawezeshaji wetu, tunashukuru wafadhili wa shule bora, wameweza kutuwezesha mpango huu wa mafunzo, na wawezeshaji wetu wamefanya kazi kubwa kweli, kwa sababu wametupa mbinu nyingi sana ambazo tutaenda kuzitumia kule kwenye kata zetu, kwenye mashule yetu, kuhakikisha kwamba somo la hisabati katika wilaya ya Handeni linaenda sasa kuwa somo ambalo linaenda kutoa matokeo chanya kwa kufaulisha kwa wastani wa A nyingi sana. Kwa jina naitwa Peter Edward Karata. Kwa kweli awali ya yote tunamshukuru Mungu hata kumaliza mafunzo haya. Tulianza siku ya Jumanne na tumemaliza leo Ijumaa. Kwa kweli katika mafunzo haya tumejifunza vitu vingi sana. Tumejifunza mambo mapya. Kwa kweli sisi kama walimu, semina kama hizi, mafunzo kama haya yanatusaidia sana. Kwa sababu tangu tuanze tumejifunza mbinu mbalimbali za ufundishaji. Tumejifunza kwamba kumbe hata nyimbo ni miongoni mwa mbinu nzuri ya ufundishaji, ambapo watu walikuwa tu wanaiona tu ni swala la kawaida. Mbinu hii, mbinu mbalimbali ikiwemo swala la mbinu za ufundishaji, ukiangalia mambo ya maswali na majibu, ufundishaji kwa njia ya makundi, na njia mbalimbali. Lakini tumejifunza katika siku hizi zote 4 habari ya namna ya kujifunza kwa njia ya program za TEHAMA, kwamba unaweza ukajifunza kwa kupitia mtandao, program mbalimbali kama vile Google, program za aina mbalimbali, kwamba unaweza ukasoma, ukajifunza na ukapata maarifa. Lakini tumejifunza kwamba kumbe tunaweza tukaona kwamba shuleni kwetu hakuna makundi maalum. Kumbe yapo bila kujua, kwa sababu yapo makundi ya aina mbalimbali katika shule zetu. Kumbe hata watoto ambao wana vipaji maalum ni miongoni mwa makundi maalum. Tushukuru kwamba afisa elimu wetu wa Handeni DC pamoja na taaluma kwa kuandaa mafunzo haya yametujenga, kwa sababu vipo vitu vingi ambavyo vingine pia sijavieleza hapa, ambavyo tutaenda kuvitumia kule mashuleni kwa ajili ya kutusaidia kufaulu zaidi katika somo la hisabati. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere iliyoko kata ya Mkata, halmashauri ya wilaya Handeni,
Mimi Nchisco wa TRC Mzundu TV and NDC.